lengo kubwa hasa ambalo limetukusanyisha hapa ni maazimisho ya Kipentekoste. Na hii maazimisho ni kwa makanisa yote au kwa dini zote za Kipentekoste, isipokuwa tu kuna watu ambao ni watu wachache wasioijua hii. Lakini kwa sisi wa Pentekoste, nasi tukaona mwaka huu conference hii au kongamano hili, maazimisho siku ya Pentekoste, tuifanyie hapa Busisi. Busisi mnasemaje? Iwe endelevu. Katibu amesema ni endelevu. Na tunajifunza wapi? Nini? Somo letu kuu linasema ijue Pentekoste, ijue maana ya Pentekoste. Ndio somo letu kuu, ijue maana ya Pentekoste. Naomba niazime masikio mwana Mungu. Wengi umesema Pentekoste ni nini, kila mtu amesema, lakini naomba nikuongezee vitu fulani ambavyo vitakusaidia na utakapofundisha siku nyingine. Tutakutuma ukafundishe, halafu utafundisha vitu ambavyo ulijifunza kwa baba yako. Somo letu kuu inasema ijue Pentekoste. Pentekoste ni nini? Pentekoste ni siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka kwa ajili ya watu wa Mungu. Na kabla Agano Jipya halijaanza, Biblia inasema Yesu aliwaambia msitoke hapa mpaka atakapowajilia siku ile ambayo Roho Mtakatifu atashuka. Hapa alikuwa Yesu hajapaa kwenda mbinguni. Na tunaiona Pentekoste baada ya siku ile ya 50 akawatokea ndimi za moto. Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Waliposhuka na kina Petro, Biblia inasema ndipo wakaanza kuzungumza kwa lugha. Roho Mtakatifu aliposhukia ndipo wakaanza kunena, kwa sababu kabla ya Roho Mtakatifu kushuka walikuwa wanaabudu ibada za liturujia, ibada za kawaida ambazo hazina utukufu, ambazo hazina nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuna utofauti wa ibada ambayo haina nguvu ya Roho Mtakatifu na utofauti wa ibada ina nguvu ya Roho Mtakatifu. Utajuaje kwamba kuna nguvu ya Roho Mtakatifu? Ni baada ya kwenda kwenye maombi. Kitabu cha Matendo ya Mitume, Roho Mtakatifu aliposhuka kwao, ndipo Matendo ya Mitume Agano Jipya likaanza. Wasomaji wa Biblia wanajua Agano Jipya limeanza siku ya Pentekoste kwenye kitabu cha Mitume. Biblia inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, tunaona hapa ni umwagiko wa Roho Mtakatifu alipowashukia wale mitume waliokuwa wamejificha katika nyumba. Sikia, baada ya Yesu Yesu kupaa mbinguni, wale mitume walikaa pamoja na sema, Yesu wenu sasa amepigwa. Yesu wenu sasa tuone kwamba je, mtaendeleza injili? Mtakuwa na nguvu kweli? Mtasimama? Lakini Biblia inasema Yesu alipopaa kwenda mbinguni, ndipo Roho Mtakatifu akashuka kama uvumi wa upepo. Sikia, Roho Mtakatifu haumuoni kwa macho kama hivi. Roho Mtakatifu ni anaingia ndani yako. Biblia inasema Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu anachofanya, anaingia ndani ya roho yako, halafu anafanya uamsho, urejesho. Halafu anapokuwa anaingia ndani yako, hautakaa kama mtu alivyokuwa wa kawaida. Utapokea baraka kwa jina la Yesu. Haleluya. Utapokea kipawa. Haleluya. Sikia, anayebadilisha tabia ya mtu ni Roho Mtakatifu. Amen. Mtu kama hujapokea Roho Mtakatifu, kutenda dhambi kwako ni halali, maana hauna anayekusukuma anayesema hiyo ni dhambi. Haipo. Na mtu ambaye ana Roho Mtakatifu akitenda dhambi, Roho anamhukumu yeye mwenyewe. Hata kabla mchungaji hajasema, unajijua usiku ulizini, unajijua ulitamani, unajijua wewe mwenyewe. Kwa nini? Anayesababisha ni Roho Mtakatifu aliyeshuka ndani yako. Kuna kanisa ambalo linaweza kuongozwa halina Roho Mtakatifu. Paulo akaingia kanisa akalikuta halina nguvu ya Mungu. Biblia inasema Paulo akaisoma kwenye ulimwengu, akasema hao watu hawajapokea, wanaabudu, wanasali, lakini hawajajazwa Roho Mtakatifu. Paulo kamuuma. Biblia inasema alipoweka mikono juu yao, wakaanza kupokea lugha, wakaanza kunena kwa lugha, wakatabiri. Jumba yao wanawake na waume wakaongezeka. Kanisa haliongezeki kama halina Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Kanisa haliongezeki kama halina maombi ya kuomba wajazo Roho Mtakatifu. Amen. Je, una Roho Mtakatifu? Je, uko mkavu? Roho Mtakatifu anajulikana wakati mwingine ni kama maji.
Roho Mtakatifu anachofanya, anamimina ndani yako utukufu, anamimina utukufu. Anapomimina utukufu na unashangaa, unapata nguvu. Ulikuwa mgonjwa, unapata nguvu. Sikia kilichosababisha yule kiwete apokee muujiza. Petro anaona akasema, sina fedha wala dhahabu, hicho nacho nilichokupatia, kwa jina la Yesu sema mwende. Yule kiwete anasema, haleluya.